Tuko pia na kocha mkuu wa Dodoma Jiji Amani Josia. Mwalimu, hongera kwa kupata alama moja kwenye uwanja wa ugenini, japokuwa sio jambo jepesi kwa sababu kwa sasa kuna baadhi ya timu zilikuwa zipati alama hapa. Sawa, asante. Tunashukuru kwa ajili ya kile tulichokipambania na Mungu katujalia tumepata hii alama moja. Asante. Siku ya hii leo ukitizama jinsi ambavyo Pamba Jiji waliopatia tabu, lakini dakika za mwishoni ni kama ulisubiri uone mbinu zao kisha uje kuangamiza. Kama yani umewakosa sana jioni. Ni mechi ambayo nafikiri kwa sababu ya matumizi ya nguvu fatiki inakuwepo kwa baadhi ya wachezaji, kwa hiyo wanapokuwa wanachoka wanapoteza concentration. Kwa hiyo ni mechi ambayo ilikuwa ya level ya ushindani, then tempo inapokuwa inashuka wewe unaona kama unaweza kuongeza nguvu uweze kufanikiwa, lakini yote kwa yote ni kwamba kwa namna tulivyopambana, kama tumekosa alama 3 kapata point moja sio mbaya, inaendelea ku maintain morali ya timu. Mwalimu, licha ya kuwa na mchezo huu mgumu wa Pamba Jiji, kichwani kwako naamini unaofikiria mchezo mwingine tena mgumu katika uwanja mwingine ambao sio wa nyumbani ambao umeuzoea, pengine kucheza hizi mechi katika viwanja ambavyo hamjazoea kwenu, kuna utofauti wote ambao mnaupata? Tofauti ipo kwa sababu unakosa home supporters. Home supporters unapowakosa maana yake kuna mchezaji, kuna morali inapungua, lakini pia uwanja uliouzoea utajua wapi distance ya ule uwanja vipi unaweza kukimbia, inakupa umakini, awareness fulani kama anatumia kitu kile, lakini yote kwa yote ni kwamba tunawaandaa wachezaji katika mazingira yote yale na unaona tunafanikiwa. Tumechukua point 4 ugenini kutoka kwa Mtibwa 3 na hii moja, nadhani tunaendelea kufanya vizuri. Nafikiri hii ndio sababu kwa nini Jambo Group ikawaamini Dodoma Jiji kuwadhamini. Jambo watu wa maana, Jambo watu wa maana, na kwa uwekezaji wao kwa namna ambavyo wameweka kwenye timu ya Dodoma Jiji, sisi tunashukuru na sisi tuendelea kupambana kwa ajili ya nembo ya Jambo na kile ambacho wanachokifanya. Asante sana. Shukrani.